Mbali serikali ya Kongo kuelezea ni wahamiaji wangapi wanatarajiwa kupokelewa, inasisitiza tu kwamba huu si mpango wa kudumu wala utoaji ya sera ya uhamiaji ya Marekani, ambapo watu wanaohusika na mpango huu watapewa hifadhi ya muda mfupi tu. Willy Mishiki ni mbunge wa taifa, tena kiongozi wa chama Inana kinachomsapoti Rais Tshisekedi. Mwanzo tutawatia hapa Kinshasa. Tumesha kutayarisha mafasi yenye watekala kwa kikundi ya kwanza, juu kuna wengine watawatuma kwa nchi nyingine. Hatujua kabisa namba yao, lakini ni zaidi ya 1,000 wenye watakuja in total. Government ya Kongo imepata nguvu yote ya kuangalia administrative case yao, na sisi kwetu tunafurahi Kongo sababu logistic vitu yote hapa kukaa vyote vitalipiwa na government ya Amerika. Watapata makazi, uchumi ya Kongo ipande juu, na vile government ya Amerika ita reinforce security hapa, italeta ma drone za surveillance. Hata hivyo, asasi za kiraia na vyama vya upinzani DRC bado hazijakaribisha mpango huu, zikisema unaashiria ukosefu wa uwazi katika makubaliano haya. Jacques Sinzahera ni mwanaharakati wa vuguvugu Amka Kongo. Sitikitiko ni kuona ya kwamba serikali yetu ya Kongo haiwezi kusoma historia. Yaani leo hatuelewe namna gani serikali inaweza fanya mkataba wa hivyo kwa kukuja kuweka wahamiaji wa Marekani. Wale watu wanaweza kujidai kuwa Kongomani na wanaomba nao udongo, kama leo tuko na uvamizi ya Rwanda kupitia wa wakimbizi wa Rwanda ambao wamekimbilia Kongo. Wale watu wamekimbizwa Marekani hawakaguliwe, hatujue huyu anafanya kazi gani, huyu alikuwa anafanya mauaji huko anakuya. Hatuangalia kwamba tena tunatafuta hatarisha nchi yetu kwa kukosesha hayo amani zaidi, kulingana na hiyo mambo yenye iko napitikana leo mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaita Marekani kutafuta nchi nyingine ambayo watapeleka wale watu, sababu Kongo sio ya lala ya kuukua na tupa uchafu wote. Barnabe Milinganyo, kiongozi wa muungano ya wakongomani kwa ajili ya maendeleo, chama cha upinzani, naye atoa hapa hisia yake kuhusu makubaliano hii. Hao ndugu zetu ambao wanakubali kusaini na Waamerika, kama wanafata msemo yao ni pesa, ni rushwa. Kwao wanasema wageni watafika, watalishwa, majengo yao itajengwa na Amerika. Ni kusema wameona kwanza pesa, lakini hawaone hizo shida ambao inaweza kupatikana baadaye. Wale watu watakuwa wakongomani kwa sababu buku yetu inasema kama umezaliwa hapa Kongo utaitwa Mkongomani. Tangazo hilo la serikali limesema kila kesi itapitiwa kwa namna binafsi kulingana na sheria ya DRC na mahitaji ya usalama wa taifa, na kwamba hakutakuwa na uhamisho wa moja kwa moja utakaoidhinishwa. Lakini kwa raia wa DRC kauli hiyo haikubaliki. Sasa wakati wanasema watu watakuya, hatujui ni watu gani. Tunakuwa na maadui wengi sana wanatokea pande zote kutusumbua. Isikuwe namna kupatia maadui tena njia ili kesho tuendelee kuteseka wala kulalamika. Yafaa tunaanza jua kwa kweli watu wanatoka wapi, wanakia fanya nini, kitu gani ndani ya nchi yetu. Wanaweza wakatuleta na adui zaidi, tuendelea kuteseka. Hapa Kinshasa kuko watu wenye balibomolea manyumba na bengine manyumba ilibomoka na mafuriko, biko na hangaika abana pa kulala. Kuko watoto wa majeshi wenye balikufa kule kuvita mashariki, abana kwa kulala. Sasa serikali si batengeneze mafasi ya kuishi kuliko kuleta bale bahamiaji. Hii tunaikatala, basi balete hapa babache mu nchi yao. Kama wahamiaji wanafika katika nchi, ilifo bunge letu la Kongo lijue na senati ijue hii mambo haiko sawa. Tunaiona kama ile mambo inaenda kinyume na sheria ya Kongo. Sisi wenyewe tuko magumu sana. Inafaa wale watu warudishwe kwao. Hapana, katika Kongo tunakataa. Marekani tayari imewatuma wahamiaji katika nchi zingine kadhaa barani Afrika kama sehemu ya msako wao dhidi ya wahamiaji. Wizara ya Mawasiliano DRC ilisema mfumo wa mapokezi wa muda umeanzishwa, huku vituo vinavyohudumia wanaowasili vikitambulika katika mji mkuu Kinshasa. Fredy Tenzilonge, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa.